uko mtandao. Inyonga na walinzi ambao tumeweka getini wakishirikiana baadhi, kwa sababu wala hatumumunyi maneno CD. Wako baadhi ya watumishi lazima tucheze nao ngoma moja. Wako watumishi wa TANESCO, wako walinzi ambao wanalipwa fedha nyingi, kodi yetu, wako wananchi ambao wanavuta upepo bure, hawalipi, wanahujumu miundombinu ya TANESCO. Lakini mtandao huu siku zake zimeishia jela. Sio siku za mwizi 40, siku za mwizi, sehemu ya mwizi ni jela. Kwa hiyo niwatake jeshi la polisi, msimame kidete kuhakikisha kwamba kesi hii ina maslahi mapana ya jamii. Nyewe mnasema public interest. Yaani hii ngoma inataka kila wakati muni update. Lakini itakuwa fundisho kwa watu wengine ambao ni wahujumu wa miundombinu ya TANESCO. Haiwezekani. Umeme wa kwetu Inyonga, nyewe ni mashahidi, hata kama bado hamjaunganishwa, unakatika kila saa. Na meneja wa TANESCO mkoa RM, jana umeme umekatika sana usiku sana. Jana usiku umekatika mno. Na ndio sababu vyombo vikaona vifuatilie kuna shida gani. Hawa jamaa wanazima ili wachomoe dizeli. Na kwa sababu hatuna sehemu nyingine kusimamia kazi, tutakanyaga mguu mmoja mmoja paka tuhakisha mtandao mzima wa hawa hujumu tunaomaliza. Kwa kama nilivyosema usiri, maelezo yachukuliwe vizuri. Mimi naagana na nyetu hadharani kabisa. Maelezo yachukuliwe vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Haya ni matukio ambao sisi tuna interest nayo, wananchi wote. Umeme DC anataka, umeme anataka mtu wa kusaga mashine, ni public interest hii. Yakachukuliwa maelezo, tusijue mwisho wake, tusilaumiane. Imezungumza hapa swala la wizi wa vifaa au mali ghafi za TANESCO. Wingi wetu hapo hakuna hata mmoja aliyewahi kuona. Wingi wetu hapa hakuna hata mmoja aliyewahi kuhoji haya, huyu mtu anawaka na atoa wapi? Ukishajua haya anatoa TANESCO, lazima tena ujiulize ni yanatoka kiuhalali. Mmenielewa mpaka hapo? Hayo yanatoka kiuhalali, upate majibu. Ukikosa majibu, unawatafuta viongozi. Wanakuja watu ambao sio wa kawaida, lazima vile vile mwatolee nini? Taarifa, sawa? Na watu wasio waaminifu wanaiba yale mafuta, na bahati mbaya sana au bahati nzuri hayatunzwi hewani, yanatunzwa kwenye majumba yetu humu. Sasa niwaombeni sana, kwenye maisha njia ya mkato huwa inakupeleka mahali pabaya. Fanya kazi halali. Hayo yanayotendeka hapo maana yake unaathiri utendaji wa wilaya nzima. Tuna hospitali, watu wanatakiwa wafanyie operation. Haya, fikiria na ndugu yako yuko pale, alafu mafuta yameisha. Na sisi wenyewe ndio tunahusika kwenye hiyo biashara. Hizi ni mali zetu sote. Wote tu tuna uchungu. Kwa sababu zinatusaidia sote, au umeme unamsaidia watu wachache. Sasa kama tutakuwa tunafanya hiyo biashara ya kuiba, hiyo hela ya kuja kupeleka sasa kwenye vitongoji vilivyosalia tunatoa wapi?